swali hilo kama swali la msingi. Huo ndio mwongozo kwa Spika. Mheshimiwa, leo tarehe 5 Februari 2026. Waheshimiwa Bunge, uhuru majadiliano bungeni. Waheshimiwa Bunge, wakati wa Bunge likiendelea kujadili hotuba ya Rais, imejitokeza taarifa katika vyombo mbalimbali vya habari zinazoeleza kwamba baadhi ya wabunge wameitwa na TAKUKURU ili kuhojiwa kuhusu mchango waliotoa bungeni. Waheshimiwa Bunge, kwa mujibu wa kanuni ya 5 za kudumu za Bunge 2025, nimeona kuwa ipo haja ya kufafanua swala la haki na uhuru wa majadiliano bungeni. Waheshimiwa Bunge, katika kutekeleza majukumu ya Bunge katika kikao cha Bunge, kamati au shughuli nyingine za kibunge, wabunge wapo huru kutoa mawazo na kufanya majadiliano bila shinikizo, hofu, kofia, kuhojiwa, kushtakiwa au kikwazo kingine chochote. Uhuru huo unalindwa chini ya ibara 100 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1977 na chini ya kifungu cha 3(6) Sheria ya Kinga, Madaraka na Haki za Bunge sura 296. Waheshimiwa Bunge, kanuni za kudumu za Bunge zimeweka wazi masuala yasiyoruhusiwa kujadiliwa bungeni. Endapo tutatokea ukiukwaji, kiti kinaweza kuelekeza kufutwa kwa mchango wa mbunge usioruhusiwa au kumtaka kufuta mchango wake. Iwapo mbunge atakaidi maelezo ya kiti, anaweza kupelekwa katika kamati ya Bunge kwa ajili ya uchunguzi. Waheshimiwa Bunge, ofisi ya Spika haijapokea wito wa kumtaka mbunge na wala sijatoa kibali kwa mbunge yoyote kwenda kuhojiwa. Waheshimiwa Bunge, baada ya maelezo hayo, na wapongeza wabunge wote kwa michango yenu yenye tija mnayoitoa kwa manufaa ya taifa letu. Tuendelee kutoa michango hiyo kwa kuzingatia katiba, sheria na kanuni za Bunge. Katibu wa Bunge anaomba kuwatangazia waheshimiwa Bunge kwa Mheshimiwa Mhandisi Hamad Yusuf Masauni, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, mnamo tarehe 12 Disemba 2025 alichaguliwa kuwa Makamu wa Rais, Baraza la Mazingira la Umoja wa Mataifa UNEA. Kuchaguliwa kwa Mheshimiwa Masauni kushika wadhifa huo ni heshima kubwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na unaakisi dhamira, mchango na msimamo thabiti wa nchi katika kutekeleza sera, mikakati na ahadi za kikanda na za kimataifa kuhusu ulinzi wa uhifadhi wa mazingira. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linampongeza Mheshimiwa Masauni kwa kuchaguliwa kushika wadhifa huo. Umoja wa Waislamu bungeni. Viongozi wapendekezwa: Mwenyekiti Mohamed Utali, Makamu Mwenyekiti Amina Goodmo, Katibu Zainab Abdalla, Katibu Msaidizi Asma Mwinyi, Mweka Hazina Husna Sekiboko na Wanda, na taarifa hii imeletwa Mariam Kisangi kwa niaba ya Mama Salma Kikwete. Mheshimiwa Bunge, jana wakati Mheshimiwa Janet Mahanga anachangia hotuba ya mipango, alizungumza mambo ya msingi sana, lakini nikamwona Waziri Gwajima Mheshimiwa kwa utiifu na uzalendo wake akaenda kumfuata Mheshimiwa Mahanga na kutaka kujua zaidi ili aweze kumsaidia yeye na kusaidia kina mama na wanawake na vijana nchini. Nasema haya sababu nilivutiwa na kitendo cha waziri kwenda kumuuliza mbunge. Mheshimiwa Waziri, nakupongeza sana kwa namna unavyotekeleza majukumu yako kwa utiifu, usahihi na kuhakikisha azma ya Mheshimiwa Rais na sera zake na mipango yetu iende sawasawa na wananchi waridhike kupata majibu sahihi kutoka serikalini. Hongera sana Mheshimiwa Waziri. Na tutawapongeza mawaziri na watendaji wote
na tutawabana wale wasiofanya majukumu yao. Katibu. Uchaguzi wa wajumbe kwenye taasisi mbalimbali, yani Tume ya Utumishi wa Bunge, wajumbe wa Bunge la Afrika PAP, Jukwaa la Wabunge wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika yani SADC-PF, Umoja wa Mabunge Duniani yani IPU, na Umoja wa Maziwa Makuu yani Great Lakes. Mheshimiwa, sasa namwita msimamizi wa uchaguzi. Katibu. Waheshimiwa wabunge, kama inavyoonekana kwenye orodha ya shughuli za bunge, leo Alhamisi tarehe 5 Februari 2026 kutakuwa na uchaguzi wa wajumbe wa Tume ya Utumishi wa Bunge na wawakilishi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye taasisi mbalimbali za kibunge. Waheshimiwa wabunge, uchaguzi huu unafanyika kwa kuwa nafasi za wawakilishi katika vyombo na taasisi za wawakilishi wa bunge zimebaki wazi baada ya bunge la 12 kuvunjwa. Waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Katibu, waheshimiwa wabunge bado si mnasikia wenyewe maneno haya. Waheshimiwa wabunge, niwaombe sana tuwe na utulivu wakati katibu anatoa miongozo ya uchaguzi. Uchaguzi huu ni huru na haki. Tunataka kila mtu asikize maelekezo vizuri. Mheshimiwa Katibu. Naomba kuendelea. Waheshimiwa wabunge, nafasi zilizopo ambazo zinahitaji kujazwa ni zifuatazo: Tume ya Utumishi wa Bunge, Bunge la Afrika, Jukwaa la Wabunge wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, Umoja wa Bunge Duniani na Jukwaa la Kibunge la Nchi za Maziwa Makuu. Waheshimiwa wabunge, kanuni ya 14 na 15 ya kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2025 kwa ujumla wake zinaelekeza kwamba uchaguzi wa wajumbe wa tume na wabunge wanaokwenda katika vyombo vingine ambavyo kwa mujibu wa mikataba na sheria zinazounda vyombo hivyo vinatakiwa viwe na wawakilishi wa bunge utafanywa kwa kuzingatia kwa kadri iwezekanavyo uwiano wa idadi ya wabunge wa vyama vya siasa vyenye wawakilishi bungeni, uwakilishi wa jinsi na pande mbili za muungano, na kwa kuzingatia utaratibu wa kanuni za uchaguzi wa bunge hao uliowekwa katika nyongeza ya pili ya nyongeza 5 ya kanuni za bunge. Waheshimiwa wabunge, kama nilivyotangazia tarehe 27 Januari 2026 kwamba wabunge wenye nia kugombea nafasi hizo wajaze fomu za maombi na kuzirejesha kabla ya tarehe 3 Februari 2026 saa 10 jioni. Waheshimiwa wabunge, uteuzi umefanyika kwa kuangalia vigezo mbalimbali ambavyo vimejumuisha sifa za kila mgombea aliyejitokeza kuchukua fomu na uwiano wa nafasi. Hivyo basi, majina yaliyopokelewa na kupendekezwa kwa ajili ya kujaza nafasi hizo pamoja na mgawanyo wa kila nafasi ni kama ifuatavyo. Tume ya Utumishi wa Bunge. Kwa mujibu wa kifungu cha 12 kidogo cha pili cha sheria ya uendeshaji wa bunge, wajumbe watatu wanaingia kwa mujibu wa nafasi zao ambao ni spika ambaye ni mwenyekiti wa tume, naibu spika kama mwenyekiti wa tume na waziri anayeshughulikia masuala ya bunge. Nafasi ambazo zinatakiwa kujazwa kwa njia ya uchaguzi ni 7